Unabii wa matokeo ya uchaguzi na maisha baada ya uchaguzi katika nchi ya Tanzania. Unabii huu umetolewa na mtumishi wa Mungu wa kimataifa, Nabii Abel Tamunominabo Boma, tarehe 24 mwezi wa 10 mwaka 2025, ukielezea maisha katika kipindi hiki cha uchaguzi na baada ya uchaguzi na kile ambacho atakayeshinda amepanga kukifanya katika taifa hili la Tanzania. Anaanza kwa kusema, niliona uchaguzi katika nchi ya Tanzania ambao umepangwa kufanyika wiki ijayo tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka wa 2025. Haijalishi uchaguzi huo utakuwepo au hautakuwepo, lakini mtu pekee ninayemwona kushika nafasi hiyo ni rais aliye madarakani sasa au anayemaliza muda wake sasa. Ni mwanamke huyo. Mwanamke huyo ndiye namuona kurudi katika nafasi hiyo kama rais. Lakini niliona hata kaa kwa muda mrefu. Niliona kutoelewana kwingi sana wakati huu wa uchaguzi, na sio wote walioenda kupiga kura. Na mwisho niliona upinzani mkubwa sana juu yake, wengi wakisema hapana, hastahili kuwepo hapo. Wengi wataikataa serikali yake. Niliona katika maisha ya Watanzania ya kawaida, wamechoshwa sana na mama huyu. Hawamtaki tena kabisa. Wanataka uhuru kwa sababu inaonekana kwao ni kama dikteta. Upinzani huu wa kumkataa na kumpinga utakuwa mzito sana sana. Na washauri watu mnaopanga kwenda Tanzania wakati huo, usiwakute huko. Kutakuwa na upinzani mzito, wananchi wakikataa serikali yao kabisa. Katika upinzani huo wa kumkataa rais na serikali yake, wachache watakufa katika vurugu za uchaguzi na zile za upinzani baada ya uchaguzi. Maana yake ni kwamba hata baada ya upinzani kumkataa na kumpinga hakutaisha mpaka atoke madarakani. Naye Mungu amemuonesha ya kuwa hata kaa muda mrefu. Pia mtumishi huyu wa Mungu Nabii Abel Boma ameonyeshwa ya kuwa nyumba nyingi zitachoma moto. Kutakuwa na mambo mengi sana na uharibifu utakuwa ni mkubwa sana. Wakati huo wote bado rais huyu atakuwa madarakani. Baada ya hapo, nabii huyu anasema, Mungu akaniambia nitainua mtu mwingine mwanamume katika taifa la Tanzania ambaye ataleta siasa mpya, serikali mpya, utawala mpya mwaka 2026. Mungu aliniambia hata sasa mwaka huu 2025 yupo mwanaume mmoja, mtu mmoja ambaye tayari nimemwandaa kukaa mahali pa huyu aliyoko sasa, lakini atainuka zaidi mwanaume huyu, mtu huyo mwaka 2026, na huyu ataleta changamoto mpya na nzito sana kwa serikali iliyo madarakani. Nabii huyu anasema rais huyu mwanamke, kwa kutokuwa karibu na watu wake, wananchi wa nchi yake mwenyewe watamgeuka, hawatamtii tena, watamdharau zaidi na zaidi kuliko ilivyo sasa. Watasababisha matatizo mengi sana kwa serikali ya madamu huyu. Sijui kama uchaguzi utakuwepo au la, lakini nimeona upinzani ukiwa ni mkubwa sana. Nabii anamshauri rais aache kuleta watu kutoka mataifa mengine ya kigeni akidhani watamsaidia. Hilo ndilo anguko lake, maana atakaa muda mfupi sana baada ya uchaguzi. Naona mwaka wa 2026 ukiwasumbua wananchi, ukiwasumbua wachungaji, ukiwasumbua waimbaji. Taifa hilo sio taifa la Kiislamu. Taifa la Tanzania sio mali ya Waislamu. Taifa hilo ni mali ya Mungu, ndivyo Mungu anavyosema. Nabii huyu anaendelea kusema ya kuwa Bwana alimuonyesha naye akasema, naona ukiwa na uhusiano wa karibu sana na Waarabu.
ili uwe madarakani, hiyo haiwezi kufanya kazi. Mungu ataleta mtu wake katika taifa hilo. Ukijaribu kuleta Uislamu na kupenya ukae madarakani kwa kuwakandamiza wasio Waislamu, huwezi kushinda. Naona Wakristo wakiteswa, wakichoma moto, wakiteseka katika taifa hilo, lakini ukombozi unakuja kwao. Hautazuiliwa na chochote wala kusimamishwa na chochote, na kama hutokuwa makini utakufa rais. Kwa namna yoyote unamhitaji Mungu, sio hayo unayoyafanya. Nabii anasema ya kuwa katika taifa la Tanzania kutakuwa na njaa, kutakuwa na mateso na maumivu pia. Pia nabii huyu anaona sheria nyingi zitaletwa kuwatesa watu, lakini zikiwapendelea sana Waislamu na kuwakandamiza Wakristo. Mungu anasema taifa hilo la Tanzania ni taifa la watoto wake wateule wa Kristo, ambalo ni taifa la agano la mwisho, mji mpya, Yerusalemu mpya. Anasema utashangaa kinachokuja katika nchi hiyo. Mungu atainua mtu mkubwa, watu wakubwa, wachungaji wakubwa. Huwezi tena kufunga makanisa ya Tanzania. Mungu anakuonya, hayo mashtaka ya uongo unayoandaa kupitia sheria za uonevu unazoandaa zitakuweka pabaya sana. Unaowachukia ndio wenye nchi yao. Kumbuka, Mungu anasema unaingia madarakani bila kupigiwa kura. Hivyo, huo sio muda wa kuwashtaki wa Kristo. Huo sio muda wa kuwanyonga wa Kristo. Huo sio muda wa kuwahukumu wa Kristo. Huo sio muda wa kulitikisa kanisa. Mungu anasema utakapogusa maeneo haya, siku zako za kukaa hapo zitakuwa zimeisha. Mungu ana matumizi na taifa hilo kwa ajili ya watu wake ambao wewe umewaandalia sheria za ukandamizaji, mashtaka ya uongo na kila mbinu chafu. Hapo utakuwa mwisho wako kama rais umefika. Pindi utakapoanza kufunga makanisa, pindi utakapoanza kuwashtaki wa Kristo kwa uongo, hapo ndipo hukumu yako itakujia. Acha makanisa, acha makanisa yakue. Usipigane na kanisa, usiwakamate wachungaji, usiwaue wachungaji, usiwaue watu wanaomwamini Mungu, usiwaue wapinzani. Acha mapenzi ya Mungu yatimie. Acha kupokea kila ushauri kutoka kwa wanaokuzunguka, hao Waislamu unaowaleta kwa ajili ya ulinzi na usalama kutoka mataifa mbalimbali, ukiamini watakusaidia. Mungu atawatumia hao kukuondoa katika nafasi hiyo. Naona umetoa kibali kwa Waislamu wote kutoka nje kuingia na kutoka Tanzania bila vikwazo vyovyote, free. Ila kwa Wakristo haipo hivyo kwao. Vikwazo ni vingi, hata waliotimiza vigezo bado wanazuiliwa. Hao Waarabu hawata kufanya ushinde mpango wa Mungu ulio kwenye taifa hilo teule la Tanzania, kwa sababu muda wako unahesabika. President of Tanzania, thank you so much. Thank you so much. All these Muslim people you are bringing in for security, God will overthrow them to overthrow you. You cannot have issues with these Muslim countries and they are the only one that can enter freely and go anytime they like. Christians cannot preach. They cannot host crusade. Be careful, because your time has ticked. Haya ndiyo yale aliyosema Nabii Musa kuhusu hali ya kiutawala katika nchi hii, ya kwamba hakuna atakayeweza kukaa kwenye kiti hiki bila kibali chake. Mungu anajaribu kutumia hata watu walio nje ya nchi hii kuonesha kile ambacho kinakuja katika nchi hii.
Ndio maana kwa barua 3 mjumbe wa agano Nabii Musa amemuonya rais huyu. Barua ya kwanza, ya pili na ya 3 ikimtoa kabisa madarakani, ikimuondolea kibali, ikimwambia ya kuwa hana kibali, amekataliwa. Na ameendelea kusema ya kuwa namna ya kutolewa kwake, mahesabu ya jinsi atakavyotolewa, ya kwamba muda wa kukaa madarakani kwake sio mwingi, ni miaka haitazidi 2, nacho ni kipindi cha misukosuko na mateso na vifo vya watendaji wengi, hata yeye mwenyewe kuwa katika wakati mgumu wa utendaji. Mungu anatumia watu wengine kama nabii huyo kuonesha hiki ambacho kinakuja katika taifa hili. Tanzania sio nchi ya mchezo tena, ni nchi ya agano la mwisho, nchi ya mapenzi ya Mungu inasimama hapa. Lakini Watanzania mjihadhari na haya, maana katika kusafisha mengi yanakuja mabaya, changamoto zinakuja nyingi. Lakini mwisho wa siku, baada ya haya yote, ndiyo ile nuru ambayo wengi waliiona na kuitazamia na kuisikia katika maono kutoka sehemu mbalimbali duniani, ndipo itakapoinuka. Wengine wakaona miti inaangushwa. Miti ndio hicho kipindi kigumu ambacho kina maumivu na mateso. Baada ya kupita kipindi hicho, ndipo furaha itakapokuja. Mungu akubariki sana. Ujue ya kuwa mwenye kuamuru hayo yote ni mjumbe wa agano Nabii Musa, ambaye ana sanduku la agano, ndiye anaruhusu mapigo yote haya. Mungu akubariki. Tanzania ni nchi ya Bwana.